Viongozi wa vyama vya upinzani mkoa wa Rukwa wamefanya kikao cha pamoja kwa lengo la kujadili na kujulisha umma kuhusu kushiriki kwao katika uchaguzi mkuu utakaofanyika mwezi Oktoba mwaka huu. Wakizungumza na waandishi wa habari mara baada ya kukamilisha kikao hicho, viongozi hao wamesisitiza kuwa vyama vyao viko tayari kushiriki katika mchakato huo wa uchaguzi kufuatia maswali mengi kutoka kwa wananchi kuhusu iwapo vyama hivyo vitashiriki au la. Viongozi hao wameeleza kuwa watateua wagombea katika kata zote ili kuhakikisha kwamba sauti za wananchi zinawakilishwa ipasavyo. Aidha, wametoa wito kwa wananchi kujiepusha na vitendo vyovyote vya uvunjifu wa amani au vitendo vya kihalifu wakati wa kampeni na uchaguzi. Mkoa wetu una vyama vya upinzani zaidi ya 11. Lakini leo hii tumeona tukutane na vyama 8. Jumla vilikuwa 10, lakini wawili hawakuweza kupata kuja kwa sababu walikuwa kwenye ibada. Kwa hiyo tuna vyama ACT Wazalendo, tuna mwenyekiti wa kafu, tuna mwenyekiti wa UDP, tuna mwenyekiti wa UMD, NCCR Mageuzi, DP, Tadea, TLP, UPDP, NLD. Hao ndio viongozi ambao tumekutana nao leo, na lengo letu sisi ni kuja kuwajulisha umma wa Tanzania kwa ujumla na mkoa wa Rukwa kwamba vyama vyetu viko tayari kushiriki uchaguzi mkuu wa 2025 ambao ni kesho kutwa tu hapa mwezi wa 10. Lakini bado kuna swala la amani. Tumejaribu kuongea si wenyewe tukajadiliana kuhusiana na amani ya nchi yetu, na hasa wakati tunapoelekea uchaguzi mkuu. Tusingependa itokee viashiria vyovyote vya uvunjifu wa amani. Tumejizatiti hasa katika kipengele cha kutengeneza au kutunza amani ya taifa ambayo ni ya taifa letu. Kwa hiyo tuko katika mikakati na tunaendeleza mikakati ya kuhakikisha kwamba tunaenda kwenye uchaguzi pasipo na vurugu zote. Chaguzi nyingi zilizopita, tukisema ule ukweli, zilikuwa na kasoro nyingi sana ambazo zilikatisha tamaa kwa vyama vingine vinavyoitwa vya upinzani. Lakini kwa sasa tunavyotegemea sisi kama UPDP, tunaona kwamba kuna kasoro nyingi tu ambazo tayari zilishafanywa marekebisho, kwa maana ya kwamba sheria za uchaguzi, kwa mfano kuondolewa kwa wakurugenzi katika shughuli za uchaguzi, ni kasoro ambazo ziliathiri sana chaguzi zilizopita. Lakini kwa sasa hivi tunaona kwamba uchaguzi unaweza ukawa unafuu kidogo. Lakini pia natoa rai kwa tume ya uchaguzi. Tume ya uchaguzi inatakiwa izingatie sheria za uchaguzi, na pia iwe ina uwezo wa kutengeneza mpango au utaratibu wa kukutana mara kwa mara na viongozi wa vyama vya upinzani, kwa sababu kufanya hivyo utawawekea viongozi wa vyama uwezo mkubwa, utawajengea uwezo mkubwa wa kuelewa na wao kuelimisha watu wao katika kipindi hiki cha uchaguzi, kwani uchaguzi wa mwaka huu ni tofauti na miaka mingine. Kama UDP tunaingia kwenye chama, tunaingia kwenye uchaguzi bila mashaka ya aina yoyote, na kwa sababu tuna uhakika na yatakayokuwa yanaweza kufanyika. Kukitokea sintofahamu, tuna vyombo vya sheria, tunatumia uchaguzi, bado tuna mahakama na vitu vingine vinafanana na hivyo. Tulikoanza, mimi nimeanza siku nyingi nafanya siasa. Kwa mabadiliko nayaona, na hata maendeleo nayaona, na upungufu ninauona. Ukiwa mgeni utaambiwa. Ni labda tatizo dogo ambalo lipo kwenye jamii yetu ni kule kuwa na uhakika, je, wanachokifanya kinafanyika. Na katika hatua nyingine, viongozi hao wamewataka wananchi kujiandikisha katika awamu ya pili ya mchakato wa uandikishaji ili kuwa na fursa ya kuchagua viongozi wanaowataka. Hii ni hatua muhimu kwa ajili ya kuimarisha demokrasia na ushiriki wa wananchi katika maamuzi yanayowahusu. Katika mkoa wetu wa Rukwa, hususan jimbo la Sumbawanga mjini, kuna marejeo ya kuandikisha wapiga kura awamu ya pili. Lakini pia wale ambao waliandikisha awali kwa kukagua taarifa zao kama ziko sahihi. Kwa mimi kama kiongozi wa chama cha wananchi CUF, natoa wito kwa wananchi wale ambao hawajajiandikisha wajitokeze wakajiandikishe kwa wingi, na wale waliojiandikisha awali wajitokeze kwenda
kuangalia taarifa zao kama ziko sahihi, ili itakapofika mwezi Oktoba wakati wa uchaguzi mkuu wawe na nafasi ya kuchagua kwa madiwani, wabunge na rais. Sio mtu anaanza kuhakikisha taarifa zake, siku ya kupiga kura anaanza kuleta ukorofi, matokeo yake inaita uvunjifu wa amani katika kituo cha kupiga kura. Kwa wito wangu kwa wananchi wote, kila mtu ajihakikishe kwamba taarifa zake ziko sahihi na kadi yake ya kupiga kura, ili tuweze kushiriki uchaguzi ulio huru, haki na amani na utulivu katika nchi yetu.